إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون. يقول جل مولانا في محكم كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكما قال جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, kwa hakika ninaihusia nafsi yangu pasi na kusahau kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Allah anatuambia katika Qur'ani tukufu, na anatuambia sisi Waislamu, na anatueleza sisi waumini, sisi tulo khiari pasi na kulazimishwa kumwamini yeye peke yake, na tukakhiari kutokumshirikisha na chochote. Lakini maisha ya mwanadamu ni maisha yamejaa mitihani, ni maisha yamejaa misukosuko. Maisha ya mwanadamu ni maisha ambayo mara nyingine anafika wakati anakata tamaa na maisha yake. Sasa Allah ametuwekea utaratibu mzuri, utaratibu wa kukumbushana mambo yaliyokuwa mema na kutokatishana tamaa katika mema wanayofanya waja. Lakini akatuwekea utaratibu wa kukatazana maovu na kutokutumia lugha chafu, lugha ya kejeli na lugha iliyojaa dharau ndani yake pale anapokatazwa mtu kosa alilofanya. Allah akatuambia: waltakum minkum umma, lipatikane kundi miongoni mwenu binadamu. Kundi hilo kazi yake kubwa, yad'una ila alkhair, liwe linapiga debe huko nje kumpigia debe Allah
kwamba Allah anahitaji watu makini, Allah anahitaji watu wa kumtumikia, Allah anahitaji watu wa kumwabudu, Allah anahitaji watu wasema kweli, Allah anahitaji watu ambao wana sacrifice muda wao, mali yao, mpaka nafsi zao. Mara nyingine wapatikane watu wa kumpigia debe Allah. Makampuni ya mawasiliano, kila kampuni inajitahidi kupiga debe ionekane kampuni hiyo ni nzuri kuliko nyingine, kwamba mtandao huo watu wanapata mawasiliano bila scratches zozote, na watu wanamiminika huko baada ya matangazo mengi, baada ya kusikia uzuri wa jambo lile mara kwa mara. Bali ukifungulia television zetu unasikia habari hizo, ukifungulia radio zetu unasikia habari hizo, ukifungulia mitandao ya kijamii unasikiliza habari hizo. Habari zinaenea mpaka zinakuwa za kweli. Watu wanafanya juhudi ya kutangaza jambo lao. Sisi Waislamu tufanye juhudi ya kutangaza jambo letu, na jambo letu litakuna kalimatallahi hiya al-ulya, jambo la Mwenyezi Mungu na neno lake liwe juu na mambo mengine yote yawe chini. Kazi hiyo wamepewa mitume wote walioletwa katika hii dunia. Nendeni mkamtangaze Allah ili hawawaja waweze kuifanya dunia kuwa ni sehemu bora ya kuishi, lakini ni sehemu fupi ya kuishi, waje walipwe malipo yao. Allah akatuagiza maagizo haya, waltakum minkum umma, wapatikane watu, kikundi cha watu, yaamuruna bil ma'ruf. Watu hawa kazi yao ni kufanya patro ya kuwaamrisha watu mema kona zote, wayanhauna anil munkar, na wafanye kazi wanapokutana na jambo ovu walikataze, walizuie na wasilivumilie, wasifurahi na wasifurahishwe na mambo maovu yanayofanyika. Wa ulaika humul muflihun. Na kundi hilo likipatikana katika jamii tunaishi, hilo ndo kundi pekee Allah alosema hao ndio wamefaulu. Ndugu zangu katika imani, waltakum minkum umma, lipatikane ndani ya nyumba kundi, ikiwa ni baba au ni mama ama ni mtoto, kazi yake pale kwenye nyumba ahakikishe mema yanafanyika na maovu hayafanyiki ndani ya nyumba. Inaanzia pale al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ahibati fillah, ukishalimaliza hilo, nyumbani kwako pamekamilika, majirani wanakuhusu. Waltakum minkum umma, lipatikane kundi katika jamii iliyokuzunguka pale nyumbani kwako, kazi yake kutembelea nyumba hadi nyumba nyingine, wahakikishe kwamba Allah ananadiwa, anatangazwa na anaeleweka pale kwenye majirani unaoishi nao. Amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ahibati fillah, waltakum minkum umma, huko maofisini wapatikane watu maalum, kazi yao kuamrisha mema na kuzuia maovu pale ofisini yasifanyike. Fahakadha, hivi ndivyo ambavyo tumeelekezwa. Hakuna aliyebaki akakaa neutral, kila mmoja ni mas'ul katika hili la kuamrisha mema na kuzuia kukataza maovu. Na hii ndio kazi ya mitume, kazi takatifu kabisa ambayo mitume waliifanya. Allah ataturidhia, Allahumma amin.
Ayuha nasu ibadallah, haikutosha, Allah akaendelea katika sura nyingine na aya nyingine. Ali Imran 110, Allah akathibitisha kwamba kazi ya kuamrisha mema na kukataza maovu ni kazi ambayo umma umetukuka kwa ajili hiyo. Yani umma, watu wamekuwa wa maana kwa ajili ya kazi hiyo na wala si nyingine. Allah akasema kuntum khaira umma, mmekuwa umma bora ninyi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnayo kazi moja. Ubora wenu haukuja kwa sababu mna sura nzuri sana. Ubora wenu haukuja kwa sababu mnajishughulisha sana. Biashara zenu ni nzuri, siasa zenu ni nzuri, mujtamaa wenu ni mzuri. Allah hakuangalia hilo. Kuntum khaira umma, mmekuwa bora. Ni kwa sababu taamuruna bil ma'ruf, mnaamrishana mema, watanhauna 'anil munkar, na mnazuia na kukataza maovu. Ubora wenu uko hapo. Ikiwa jamii tunayoishi nayo leo isitokee mtu akakataza maovu na kaamrisha mema, ubora wa ummati huo utakuwa umeisha, bali utakuwa umechuja kwa asilimia kubwa sana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tusifikie huko. Ndugu zangu katika imani, katika suala la kuamrisha mambo mema, kuanzia pale nyumbani kwako, kuamrisha mambo mema jamii unayoiongoza, jambo hili linawakera watu. Kuna watu watakasirika, kuna watu watajikera, wataudhika na watajisikia vibaya, na wakishafanya hivyo wataanza kukupiga vita pale ulipo. Sasa Allah akasema, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazi hiyo watu watakereka, khudhil afwa, wasamehe wale ambao hawatokuelewa. Sio juu yako, lasta alaihim bimusaitir, sio juu yao kuwatenza nguvu wawe kama unavyotaka, bali wachukulie taratibu, kwa upole, kwa huruma na kwa mapenzi ya hali ya juu. Khudhil afwa, wasamehe wale watakao kupinga. Wa'mur bil urfi, endelea kuamrisha yaliyokuwa mema, usikate tamaa katika hilo, wa a'rid 'anil jahilin. Alafu kuna watu watakubeza, Allah akasema wapuuzi, wale wajinga wapumbavu watakao kupuuza katika kazi hii. Anayeonekana anaamrisha jema, huyo ndo anaonekana kituko kwenye jamii. Anayeamrisha jambo ovu ndo anaonekana kioo cha jamii. Ikifika wakati huo, wewe unayeamrisha mema, ikifika watu wakaandamana kwa ajili ya kukuzuia wewe, wa a'rid 'anil jahilin, wapuuzilie mbali hao watakao kubeza, na wewe unyooke pale pale. Khudhil afwa, wachukulie msamaha. Watu kwenye nyoyo zao nyeupe kwao ni nyeusi na nyeusi kwao ni nyeupe. Wa a'rid 'anil jahilin, wapuuze watu hao, usiwe na mahusiano nao, endelea kupambana katika mambo ya kheri. Ndugu zangu katika imani, katika suratu Tauba Allah anatuambia katika aya nambari 71, walmu'minun walmu'minat, waumini wa kiume na waumini wa kike, ba'dhuhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni marafiki. Urafiki wao unadumishwa na unaimarishwa na jambo gani? Ni kwa sababu ya amuruna bil ma'ruf. Hao waumini wa kiume na hao waumini wa kike, wao wamekuwa ni marafiki kwa sababu wanaamrisha mema na kukataza maovu. Ndugu zangu katika imani, utapenyea wapi utakaa uambiwe kwamba usiamrishe jema na usikataze baya? Maovu yameenea kila kona,
macho yakitazama mbele ni maovu matupu. Ukisema uyafumbe, nayo pia maovu yanakuja mpaka kwenye ndoto. Wapi ukimbilie? Aina almafaru amamaka baharun wa waraaka aduun, mbele yako pana bahari na nyuma yako pana adui anakufukuza. Aina almafaru, wapi uyapeleke macho yako? Kila unachokiona mbele yako ni munkar, lakini ni munkar ndio unaopigiwa makofi kwa zama tulizonazo. Ndugu zangu katika imani, tunaishi katika wakati mgumu mno, na wala usiuchukulie kawaida. Waamrisha mema wote duniani sasa hawatakiwi, wanatakiwa waamrisha maovu. Watu wanaohamasisha ushoga, wanaohamasisha kamari, wanaohamasisha betting, wanaohamasisha mambo ya laghau, hao ndio wa maana na ndio wana maisha ya maana na ndio wanaonekana VIP na ndio wanaopishwa, ndio wanaotandikiwa blue carpet. Lakini wanaoamrisha mema wakakataza mabaya wanaonekana choka mbaya, hawafai kwenye jamii, hawafai kukaribishwa, hawafai kusikilizwa. Fa'aridhu 'anil jahilin, wapuuze wapumbavu wasiojua haki ni kitu gani na batil ni kitu gani. Na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida. Allah ametoa laana na tunamwomba Allah laana hiyo isitukute sisi, isitukute kabisa. فماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa laana, na laana ni kutengwa na kuwekwa mbali na rehema zake. Kabla ya kuingia hutuba ya pili, kwenye hutuba ya kwanza nikasema tunamuomba Allah asituingize katika wale waliolaaniwa kwa sababu ya sifa hizi zifuatazo. Allah anasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, wamelaaniwa wale waliokufuru miongoni mwa banu Israil. Banu Israil ndo hawa wa Israeli, hawa wanaosumbua Gaza, wanaosumbua Palestina, wanaowahamisha ndugu zao mchana kweupe, na wanapiga kweli, sio kwao lakini ni fujo, na wameumbwa kwa ajili ya fujo. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, Allah anasema wale waliokufuru katika wana wa Israel ambao ni banu Israel wamelaaniwa toka zamani. Hizi fujo mnazoziona zinafanyika pale Gaza ni kwa sababu wale watu wameshalaaniwa siku nyingi. Kwa hiyo kwa kuwa wamelaaniwa, hakuna wanachopoteza wao kwa akili zao, lakini katika Allah walishafukuzwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote atakayewatetea faulaika minhum, na yeye atakuwa ni katika wao, na yeye ni katika banu Israel, na yeye ni katika waliokuwa wamelaaniwa. Ndugu zangu katika imani, hawa banu Israel kwa nini wamelaaniwa? Ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Tena hawajalaaniwa kupitia ulimi wa nabii mmoja. Nabii Daud alitumia ulimi wake akawalaani wale watu. Nabii Isa alitumia ulimi wake akawalaani wale watu. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Banu Israeli sifa yao hawa wanaosumbua dunia leo, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawazuii wala hawakatazi munkari unaofanyika. Wao kuua ni kawaida, na yule anayeshuhudia wala hakatazi wala hazuii wala haoni kuwa ni jambo baya.
kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazi maovu wanayoyafanya baadhi yao. Pale pembeni wanafanya liwat, yule pale anaua, yule pale anazini, yule pale anakunywa pombe. Muhimu kwao hiyo yote ni kawaida, hakuna wa kumkataza mwenzake. Labisa ma kanu yafalun, walikuwa ni ubaya mkubwa ulioje waliokuwa wakiufanya. Ndugu zangu katika imani, Allah alivyosema lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, Isa mwana wa Maryamu walilaaniwa, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, walikuwa ni maadui wavunja mipaka, hawasikii lolote wala la mtu yeyote. Ndio hawa hawasikii taifa lolote. Yale mataifa makubwa wanajiita G5, wanapiga kelele Bani Israeli wawaachie ndugu zao wa Gaza, lakini nani anayethubutu kuambia? Nani anayethubutu kuwakemea? Nani anayethubutu? Bali mpaka anayetaka kuwapelekea msaada wale wanaoonewa nao pia wanaogopa. Nani atakwenda kuwasaidia wale? Kwa sababu hao jamaa wakiingia kwenye jambo lao hawaogopi chochote na wala hawatishiwi na yoyote. Allah alishasema kutoka zamani sana, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, walikuwa maadui, wapingaji, wajeuri, mafedhuli, wametajwa kwenye Qur'ani. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ndugu zetu wa Palestina na wale vijana wa Gaza wanaochezea mabomu kila uchao. Ndugu zangu katika imani, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani maovu. Labisa ma kanu yafalun. Sisi tukiyafanya hayo leo, kama itafika wakati katika zama zetu hizi yanafanyika maovu kwenye kuta za msikiti, yanafanyika maovu kwenye pembezoni mwa makaburi, yanafanyika maovu njiani, shahir dhahir, hakuna anayezuia, hakuna anayekataza, bali wanaofanya hayo maovu wao ndo wako juu kuliko wengine, basi tutakuwa hatuna tofauti na wale waliolaaniwa Banu Israeli. Kila mmoja awe makini tusije tukapatwa na hiyo laana, na hiyo laana iwe mbali kwetu sisi kama ilivyokuwa mbali baina al-maghribi wal mashriq. Ndugu zangu katika imani, akhiran, mwisho sio kwa umuhimu, nimalizie hadithi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, iyakum wal julusu fi turqati, chukueni tahadhari, ole wenu mnaokaa kwenye njia au kwenye sehemu ambazo watu wanapita. Qalu faqalu ya Rasulullah ma lana budda, ewe Mtume, sisi tunalazimika kukaa hapo kwa sababu ndio maskani yetu, mule tunabadilishana mawazo, pale barabarani watu wanapita na sisi tumekaa hapo, natahaddathu fiha, tunapiga story mbalimbali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatoa maelekezo ambayo yamekuja mpaka kwetu sisi. Fa idha abaitum illa almajalisa, kama hakuna lazima mkae kwenye hizo maskani zenu, fa'atu at-tariqa haqqa, njia ina haki yake, hakikisheni mnatoa haki kwenye njia. Ni haki zipi? Qalu wama haqqu at-tariq ya Rasulullah, haki njia haki zake ni zipi ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Akawaelekeza akawaambia, ghadhul basara, hakikisha mkiwa pale maskani macho yenu muyainamishe pale watu ambao hawahusu wanapopita. Inamisheni macho, msiangalie vile vitu ambavyo haviwahusu, mtapata dhambi. Lakini la pili, wakaful adha, zuieni maovu. Kama kuna ovu lolote linapita pale, kuna uonevu unafanyika, ninyi mlokaa pale hakikisha mnainuka, mnaokoa
Kama kuna mtu anadhuriwa, nendeni mkamuokoe yule mtu. Kaful adha, msimuache pale mtu anapata matatizo na nyinyi mmekaa mmepiga story. Jambo la pili. Jambo la tatu, waraddu salam, hakikisheni mnarudisha salamu kwa yule anayewasalimia, kwa sababu salamu ni amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe juu yenu na baraka zake. Hiyo ni tahia min indillah, mnasalimiwa na maamkizi kutoka peponi. Kwa hiyo mkisalimiwa, acheni kiburi, rejesheni salamu kwa wale wanaowasalimia. Lakini jambo la tatu, jambo la nne, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, hakikisheni mnaamrisha mema na mnazuia maovu. Ndugu yangu katika imani, zama tulizonazo, watu hawakai maskani, watu hawakai barabarani, watu hawakai kupiga story mtu na mtu. Zama tulizonazo, unapiga story na kiganja chako mwenyewe. Simu yako ulionayo ndo habari zote zimeishia hapo. Unaperuzi, vilivyokuwa vizuri vipo na vilivyokuwa vibaya vipo kwenye simu yako. Ghadhul basar, zuia macho yako kuangalia vile vitu ambavyo ni haramu. Wanawake wangapi wako kwenye mitandao huko, wako uchi kabisa? Zuia macho yako. Hiyo ni amri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mengine, kama unaweza kwa comment yako ikawa na khairi, ukazuia jambo lile, basi comment na wewe pia. Elekeza watu kwa kutumia vidole vyako na hiyo simu yako kwamba hayo mnayofanya kwenye mtandao Allah amekataza, Mtume amekataza, na utaratibu ni huu. Tumia kiganja chako kuelekeza watu neema umepewa. Usijaze bando tu la mwezi mzima alichachi, hakuna ulichofanya hata kimoja cha khairi kwenye bando hilo. Elekeza umma, toa ushauri, waambie watu, tusiwaache watu wamepotea. Ndugu zangu katika imani, al-amru bil ma'rufi, jambo la kuamrisha mema, wa nahyu 'anil munkar, na jambo la kukataza maovu, ndio jambo takatifu ambalo kila pata khairi. Na wallah, Allah amemwahidi pepo ya juu kabisa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja kwa nafasi yake na kwa uwezo wake aweze kuifanya hiyo kazi, ili sote kwa pamoja tusiachane kwenye usafiri huu ambao unatupeleka peponi biidhnihi jalla jalaluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.